Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Somo ambalo nitakwenda kuzungumza lina kichwa kinachosema nafasi ya maombi juu ya maisha ya ustawi katika Mungu. Nafasi ya maombi juu ya maisha ya ustawi katika Mungu. Sasa najua wataalamu wa mambo ya uandishi wanapenda vichwa vya habari ambavyo ni vifupi sana. Nimejaribu kufupisha ndio nimeishia hapo. Nafasi ya maombi juu ya maisha ya ustawi katika Mungu. Na naomba Mungu anipe neema ya kufundisha zaidi kuliko kuhubiri. Sasa nafahamu theme ambayo mnakwenda nayo katika mwaka inasema conquer, establish and flourish. Sasa tafsiri ya moja kwa moja neno zuri conquer, kumiliki, si ndio? Kuteka. Alafu establish imetafsiri nini? Kumiliki. Alafu flourish, ustawi. Sasa yote hayo nimeyameza katika concept hiyo, maisha ya maombi juu ya maisha ya ustawi katika Mungu. Na andiko ambalo tutaanza kusimama nalo katika ufunguzi wa mada hii ni waraka wa Mtume Yohana wa 3 sura ya 1 aya ya 1 na ya 2. Waraka wa Yohana wa 3 sura ya 1 aya ya 1 na ya 2. Tasoma. Mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Naomba nirudie tena. Mzee kwa Gayo mpenzi nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Yohana anamwandikia Gayo ambaye ni rafiki yake katika imani, na anajaribu kufungua moyo wake mambo gani ambayo anatamani ayaone katika maisha ya Gayo. Baba Lubadanja amesema hapa, maombi yetu yanaongozwa na mstari wenye maneno yanayosema, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Kupata raha ni ashirio la ustawi katika maisha. Ni ashirio la kufanikiwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo Yohana anapomwangalia Gayo kwa lugha nyingine, hakuridhishwa na hali aliyokuwa nayo. Hakuridhishwa na matokeo ya maisha aliyonayo. Inawezekana Gayo alifanikiwa, lakini sio katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuwa umefanikiwa, lakini sio katika mambo yote. Mwambie jirani yako, mapenzi ya Mungu nifanikiwe katika mambo yote. Unaweza ukadhani umefanikiwa, kumbe una nafuu. Unajua ni rahisi kujiona umefanikiwa, kumbe una nafuu. Sasa Mungu Roho Mtakatifu atufunulie ili tunapoingia katika maombi tuweze kuona namna iliyokusudiwa na Mungu ndani yetu, na tuweze kuiona raha ya Mungu katika nafasi iliyokusudiwa katika maisha yetu. Watu wengi mahali walipo au mahali tulipo sipo tulipokusudiwa kuwepo. Watu wengi mahali walipo sipo mahali walipokusudiwa kuwepo. Na nataka ifahamike hivi kwamba tangu uumbaji, tangu Mungu anapodhamiria kuumba dunia, kuumba mwanadamu na vyote vijazavyo katika uso wa dunia, Mungu alidhamiria kwamba mwanadamu aishi maisha ya mafanikio, aishi maisha ya furaha, aione raha ya Mungu katika uwepo wake. Kwa tafsiri nyepesi, Mungu hakumuumbia mwanadamu mateso. Leo na mahali fulani
mtu amejinyonga alafu akaandika asisumbuliwe mtu, ni matatizo yangu mwenyewe. Mungu hakumuumba mwanadamu aje duniani afike mahali akatili uhai wake mwenyewe, sio kusudi la Mungu. Na ukiliona hilo unaliona wazi tangu katika hadithi ya uumbaji. Biblia inasema Mungu akaumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani yake kwa muda wa siku 5. Siku ya 6 akamuumba mwanadamu. Umewahi kutafakari kwa nini Mungu hakumuumba mwanadamu siku ya kwanza? Kisoma kitabu cha Mwanzo kunasema nchi nayo ilikuwa ukiwa tena utupu. Kwa hiyo Mungu aliona dhahiri, nikimuumba mwanadamu siku ya kwanza katikati ya ukiwa na utupu, hataweza kusurvive, hataweza kuexperience raha yangu. Kwa hiyo Mungu akaumba mchana na usiku, mwanadamu afanye shughuli zake mchana, usiku apumzike. Lakini akajua no, huyu mtu atahitaji chakula, akaumba miti ya matunda. Huyu mtu atahitaji samaki, akaumba sangara. Huyu mtu atataka kitimoto, akampa kitimoto. Akatengeneza mazingira kwa siku 5 ili mtu huyu akikaa katika dunia afurahie dunia. Mungu alipokamilisha kila kitu kiko sawa sawa, akasema sasa na tumfanye mtu katika sura na mfano wetu. Kwa kusudi gani? Aende akatawale, aende akaenjoy, aende akafurahie maisha. Kwa hiyo mwanadamu yoyote ambaye uko mahali, badala ya kutawala katika dunia, unatawaliwa na dhiki, unatawaliwa na mateso, unatawaliwa na mahangaiko, ni sawa sawa na Adamu aliyeulizwa uko wapi? Maana ya kwamba Mungu hamuoni katika position aliyomweka. Siku 3 hizi kila mmoja Mungu akamrudisha katika position yake, katika kutawala na sio kutawaliwa katika shida na dhiki na mateso yasiyo na sababu. Mwambie jirani yako, nimeumbwa kwa ajili ya kutawala. Unajisikiaje unamwambia nimeumbwa kwa ajili ya kutawala afu umetawaliwa na dhiki? Maana yake nini? Mahali ulipo sipo. Mungu katika sifa za Mungu anajua kila kitu katika dunia, hata wakati unaokuja. Lakini unawahi kujiuliza kwa nini ashuke katika bustani ya Eden halafu amuulize Adamu uko wapi? Je, Mungu hajui Adamu alipo? Lile swali halikumaanisha kwamba Mungu hajui Adamu alipo. Lilimaanisha kwamba Adamu ajitafute mahali alipo, kwamba je, mahali ulipo ndipo ulipopaswa kuwepo. Ndio maana nikasema unaweza ukadhani umefanikiwa, kumbe una nafuu tu. Kwa nini? Hujajua mahali ulipopaswa kuwepo. Kama unanielewa nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema kwamba kuteka, kumiliki pamoja na mengineyo mengi yenye baraka katika Mungu, ni pamoja na kujua nafasi na kusudi la Mungu katika maisha yetu. Sasa ninaposema Mungu hakutuumbia mateso. Mateso yameingia katika mlango wa uasi, katika mlango wa dhambi. Na hasa pale Adamu alipoambiwa kwamba usile matunda ya mti huu, siku utakayokula utakufa. Kwa hiyo kutoka hapo ile mamlaka ya kumiliki ikaporwa katika maisha yetu. Mamlaka ya ustawi, mamlaka ya kufanikiwa katika kila jambo ikatekwa katikati yetu, ikawa katika chini ya nguvu na himaya ya adui. Nilitoa mfano huu siku moja, sikumbuki kama ni hapa au ni wapi, kwamba siku moja mchungaji katika kanisa fulani ametoka muda wa jioni, anatembea mitaani, akakutana na kijana mmoja analima. Na Jumapili iliyopita mchungaji alikuwa amehubiri kuhusu anguko la Adam, kwamba Mungu hakutuumbia mateso, hakutuumbia dhiki, lakini dhambi imetufikisha hapo. Adamu alipokosa, wote tukaingia katika hali ya dhambi, kwa maana kwa mtu mmoja kuanguka katika dhambi, wote tukaingia katika hali ya dhambi. Sasa mchungaji alipoona ile kijana, akamwambia, Bwana asifiwe kijana. Akamwambia, amen mchungaji, habari za leo? Nzuri. Mchungaji akamwambia, nakuona unalima hapo. Akamwambia, sio nalima, ninalima sasa. Akasema, pole sana. Akasema, sio pole, si ndio Adamu alivyotaka hivi. Anamjibu nani? Mchungaji, kwamba si ndio Adamu alivyotaka. Mchungaji kabidi asimame. Akasema, unamaanisha nini? Akasema, mchungaji, tatizo ni kwamba mkitoa mahubiri kanisani hakuna muda wa maswali. Lakini ungekuepo ningeuliza. Unajua kama kuna mtu wa kulaumiwa ni Adamu. Na Mungu akinipa neema siku ya mwisho nikakutana na Adamu, mimi lazima ana maswali yangu ya kujibu. Hawezi kututesa hivi sisi wanadamu wote. Mateso yote haya, njaa zote hizi, magonjwa, shida, adha, misiba, Adamu. Akasema lazima tuambizane ukweli. Na katika hilo mimi nitakuwa tayari kumkabili Adamu. Akasema kama Adamu, hebu mchungaji nisaidie. Hivi Adamu alionyeshwa ule mti au hakuonyeshwa? Akaambiwa Adamu alionyeshwa kwamba matunda ya mti huu usiale. Akasema sasa huu ni ujinga wa hali ya juu. Kwani matunda mengine hayakuwepo? Maparachichi hayakuwepo?
maembe yakuwa hayatoshi, matunda mbalimbali. Unajua Adamu ni mtu mmoja ambaye kwa kweli ametuingiza mahali pagumu sana. Mchungaji akamuuliza, kama ungekuwa wewe Adamu unadhani ungefanya nini? Akasema, mchungaji sikiliza, la kwanza ningeufuata ule mti nikapiga X kuanzia juu mpaka chini. Halafu hiyo haitoshi, ningeandika hatari. Halafu ningezungusha na fence kwamba hapa sio mahali pa kuchezea. Mchungaji akasikiliza akasema, yes, ili nalo neno. Kwa hiyo kumbe kuna Adamu mwingine hapa, kama angezaliwa yeye mwanzo, ulimwengu ulikuwa katika hali iliyo kufaa. Na ndivyo ambavyo mara nyingine tunapita katika changamoto, tunapita katika mateso, lakini tunadhani unajua kama isingekuwa kitu fulani nisingekuwa hivi. Badala ya kuangalia unatokaje kutoka hapo, unatumia excuse kama sababu ya kuendelea kuwa katika hali ulionayo. Hata kama una sababu kwa ajili gani, yuko Yesu aliyofuta kila aina ya sababu katika mti wa msalaba, ili kupitia yeye yaliyopotea katika Adamu wa kwanza, katika Adamu wa pili Yesu Kristo, yaweze kurejeshwa. Sasa mchungaji akamchukua yule kijana akasema, nimekusikia, nimekuelewa, basi ngoja nikuache. Akamwacha kama mwezi ukapita. Siku moja akamwambia, bwana, naomba kesho jioni uje nyumbani unipe company kwa ajili ya dina, tuwe mimi na familia yangu imesafiri. Kijana akasema wow. Na alikuwa kwa mchungaji kwa ajili ya dina, akajiandaa vizuri, jioni akaenda. Amefika mahali pale, chakula kimeandaliwa kila kitu. Mchungaji akamwambia, samahani, dakika chache kabla hujaja nimepigiwa simu na mkuu wa jimbo, kuna kikao cha dharura, kwa naomba nikamwahi mara moja. Lakini ninapoondoka wewe nisikuache vivi. Endelea kula chakula. Chakula kiko hapa, juisi ziko hapa na kila kitu. Akamwambia sawa mchungaji, hamna shida, nitatoa ushirikiano. Mchungaji alipokuwa anatoka akarudi tena. Akamwambia samahani, lakini kuna haka boxi, haka ukija haka kaache tu, nitakapokuja tutakuja kuongea vizuri. Akamwambia sawa mchungaji, hakuna shida. Mchungaji akaondoka, kijana akaenda mezani, akaweka chakula, akaweka juisi, akakaa pembeni akala. Amekula, baada ya muda akasema ngoja nikaongeza. Nenda kuongeza, akasema lakini kaka box akasema tutakuja kukaongelea. Kana nini hapa? Vyakula vyote vipo, matunda yote yapo. Maparachichi kachukua, matikiti maji kachukua. Lakini kuna katunda ka box. Akasema ka box kana nini? Akakasogelea, akakagusa kidogo, akasikia kuna kitu kanalia. Akasema okay. Kwa nini kanalia? Kalikolia nini? Akakaa kwenye kiti akarudi akatulia, baadaye akasema lakini kalikolia nini? Akatoka tena akaenda ili sasa achungulie kuna nini. Hapo haijazidi tena nusu saa au dakika 45. Anafungua angalie, kumbe kuna vile vipanya vidogo sana ndio katika box. Kapanya kakachomoka, kakakimbia chini ya mvungu wa meza na sehemu nyingine. Kwa sababu akawa anapambana akarudishe kapanya kama mchungaji kwenye box kabla mchungaji hajarudi. Kumbe mchungaji hakuwa mbali, alikuwa nyuma tu ya nyumba kwenye dirisha amekaa anamsubiria Adamu wa kwanza aliye katika bustani ya sebule ya mchungaji. Dakika chache mchungaji anasikia meza zinavutwa, viti vinavutwa, vurugu tupu ndani. Shida, ikabidi mchungaji arudi, akamwambia mpendwa vipi? Akamwambia mchungaji ka box. Akamwambia sikiliza, wewe hujui Adamu alikaa alivumilia kwa miaka mingapi? Tena tunda liko wazi. Wewe kapanya kamefunikwa na kufunikwa, umekwenda kukutafuta huko. Akamwambia rudi kachukue jembe uende ukalime. Hakuna anayeweza kusimama katika Adamu wa kwanza isipokuwa Adamu wa kwanza kwa zamu yake alifanya aliyofanya. Sisi wote tumwangalie Adamu wa pili yaliyopotea katika Adamu ya kwanza yaweze kurudi. Na maombi ya mahali hapa iwe ni sehemu ya kumwambia Mungu tunatoka vipi? Inatokaje kama mimi? Inatokaje kama familia? Inatokaje kama jamii yangu? Inatokaje kama taifa langu? Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja nipungie mkono mahali ulipo. Alafu mgeukie jirani yako muulize, weka panya kako ni kapi? Hawezi kukwambia. Lakini ukikaa ukijitafuta, unaweza ukahisi kama papo mahali panapokupunguzia daraja na mahusiano yako na Mungu kwa namna moja au nyingine. Na kukosa kumiliki, kutawala katika baraka ambazo Mungu amekusudia katika maisha yako. Sasa Yohana anamwandikia Gayo, anamwambia mpenzi, ninajua umefanikiwa, lakini hujafanikiwa kwa kiwango kinachostahili. Ni mapenzi yangu na maombi yangu kwako ufanikiwe katika mambo yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana yake nini? Ukisoma katika mstari, Gayo alifanikiwa sana kiroho. Katika masuala ya huduma hakukuwa na shida. Si ajabu alikuwa ananena kwa lugha, anaombea watu wanafunguliwa, mambo mengi yanafanyika. Lakini katika afya yake ilikuwa ni mgogoro. Katika afya yake ilikuwa ni shida. Ilikuwa kuna hali ya kutokufanikiwa. Na inawezekana upo unanisikiliza mahali hapa, yako mambo umefanikiwa. Inawezekana katika huduma umefanikiwa, lakini katika maeneo ya kiuchumi
Mimi kukutana na wanakwaya ambao wanaimba wakiimba kama malaika wanashuka. Alafu kimaliza kuimba akamwambia mchungaji, samani una buku hapo ya karibu? Una 1000 hapo ya karibu nipate nauli? Sio hapa, nazungumza huko nilikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Huyu mtu amefanikiwa kiroho katika huduma, lakini kwa habari ya uchumi wake umekamatwa. Lakini mapenzi ya Mungu ni nini? Tupate kubarikiwa katika kipimo cha kujaa na kusukwa. Kristo amekuja tuwe na uzima na tuwe nao tele. Tufanikiwe kiroho na tufanikiwe kimwili. Yaani uwasaidie watu kumwabudu Mungu, halafu ambao hawana nauli pia wewe uwasaidie nauli katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama ninaeleweka. Inawezekana umefanikiwa katika eneo fulani, lakini ndoa yako haijafanikiwa. Upo mahali hapa, kama ni mama, umekaa katika ndoa kama ulipanda katika gari ya lifti. Ushawahi kupanda gari ya lifti? Gari ya lifti ina masharti. Mwenye gari hata kama ni Yanga, wewe ni Simba, inabidi usifie Yanga kwa sababu mwenye gari ni Yanga. Kabisa. Gari ya lifti hata ukipitishwa kituo unasema nilikuwa nashuka hapa. Kwa sababu gani? Ni lifti. Umesaidiwa. Hasa kuna mama katika ndoa, katika kila jambo katika ndoa yao wapo pale kana kwamba hawapo mahali ambapo ni mahali pao walipopewa kumiliki. Kila jambo analoambiwa na mzee anatikia tu, nitafanya hivyo kwa msaada wa Bwana, kama wanafunzi wa kipa imara. Maana yake ni nini? Umefanikiwa katika maeneo mengine, lakini ndoa yako ni kama imetekwa. Umekuwa hauna mandate. Sababu mwingine uko mahali hapa unanisikiliza. Mungu hakukuumbia ndoa ya mateso, amekuumbia ndoa ya baraka, amekuumbia ndoa yenye neema. Wako wengine wanasumbuliwa na watoto, unafika mahali unakata tamaa. Mungu hawezi kukupa uzao ili uje kusumbue. Mungu anakupa uzao ili ufurahie uzao aliyoweza kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua eneo lako ni lipi, lakini yako maeneo ambayo umefanikiwa, lakini yako maeneo hujafanikiwa. Niliwaambia watu mahali fulani unaweza kufanikiwa ukasoma vizuri na ukawa the best student, lakini kija katika habari ya kupata kazi usipate kazi. Unaweza kufanikiwa ukawa na kazi nzuri, una mshahara mzuri, lakini ukajikuta hata katika flowing ya cash katika maisha yako, wewe mwenye mshahara mkubwa unawakopa walio chini yako. Kuna mwingine sababu askofu hapo umekwenda pabaya, kwa sababu pamekuhusu moja kwa moja. Wale ambao unawazidi mshahara ndio unaowakopa. Hata hapa wamekaa wengine unawaza, askofu afadhali skip your point. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umefanikiwa lakini sio katika mambo yote. Kwa hiyo ninapita hapo ili uweze kuona ni eneo gani. Mwingine ni hali ya afya. Unafika mahali magonjwa yamekutawala, yani unazitaja dawa kama mfamasia. Kwa sababu gani? Zimekuwa na experience katika maisha yako. Je, ni mapenzi ya Mungu hayo? Sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu uwe na afya iliyo njema, uwe na uchumi ulio bora, uwe na familia yenye ustawi, uwe na watoto wenye ustawi, tuweze kuinuliwa sawa sawa na ahadi za Mungu katika maisha yetu. Na wakati mwingine tunapata shida sana. Tunaweza kujiona kama tumefanikiwa kwa sababu ukijiangalia wewe na wanaokuzunguka unajiona wewe kama uko juu kwa namna fulani. No, hupaswi kujipima na wanaokuzunguka, jipime kwa kiwango cha neema ya Mungu aliyoiweka ndani yako. Unaweza kujisifia wewe ni mrefu. Mimi Jackson naweza kujisifia ni mrefu. Sawa, kwa sababu sijasimama na Rubadanja. Nikisimama na yeye siwezi kujisifia mimi ni nani? Ni mrefu. Kwa hiyo unaposema mimi nimefanikiwa inategemea unajipima na nani. Kumbe wewe una nafuu tu. Yatosha ulipokaa katika nafuu, Mungu akurudishe katika baraka zako, Mungu akurudishe katika viwango vyako. Na sio jambo la kutokea tu hivi ghafla. No. Ni swala la kufika mahali ukajitafuta au nikajitafuta. Kwa mahali nilipo sipo, sio kiwango cha baraka zangu. Haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, mapenzi ya Mungu ufanikiwe. Na nataka nikwambie jambo hili. Naposema mapenzi ya Mungu ufanikiwe, haina maana kwamba wewe utaishi katika dunia hii bila kupita katika changamoto au bila kupita katika upinzani. Mimi wanaambia watu, kwa walio na agano na Mungu, walio na Mungu, kila aina ya upinzani ni promotion ya kuinua katika level nyingine. Kila aina ya vita. Hakuna Daudi bila Goliati. Sio kama mnanielewa? Hakuna Kristo bila msalaba. Hakuna Yusufu bila gereza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa changamoto hazipo kwa ajili ya kukukatisha tamaa wewe na kukushusha wewe. No.
Changamoto zipo kwa ajili ya kudhihirisha neema kubwa ya Mungu iliyo ndani yako kuliko changamoto na hali unazopitia. Sasa wengi tunakata tamaa kwa sababu ya changamoto ambazo tunapitia. Kisoma katika Biblia, watu wote walioinuliwa zipo changamoto ambazo walipitia. Eric Shigongo, mwandishi wa makala mbalimbali na vitabu, anasema hivi: katika maisha, ili ufanikiwe unahitaji marafiki, lakini ili ufanikiwe zaidi na kufika mbali unahitaji maadui. Sio kama mmenielewa vizuri. Wengine hapa kama msingesemwa na wenye nyumba mlikopanga msingejenga mpaka leo. Kwa baada ya kunyanyaswa na kodi ya mwenye nyumba, ukajua viwanja vinauzwa kiasi gani Bagamoyo, vinauzwa kiasi gani sijui wapi, na kupitia kero za mwenye nyumba ukaweza kujenga. Kwa hiyo kuanzia leo ukiangalia, unaangalia mwenye nyumba wako alikunyanyasa ni kama alitumiwa na Mungu kukufikisha katika hatua ya mahali ulipo. Naongea wengine hawanielewi. Kuna siku moja nikaongea kitu kimoja kigumu St. Albans kwenye fellowship. Nikamwambia kina mama, wakati mwingine mnalia sana waume zenu. Wengine kama waume zenu usingewasumbua msingeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio kero hizo usingeujua ukuu wa Mungu kwa kiwango unachojua sasa. Kwa nini? Kila kwenye negative iko positive. Wewe soma katika maandiko. Aliyofanya mgumu moyo wa Farao ni nani? Kwa wana wa Israeli ni Mungu. Mungu anamtuma Musa nenda kwa Farao, kawaambia awape ruhusa watu wangu watoke. Halafu Mungu huyo anatangulia kwa Farao kwenda kufanya mgumu moyo wa Farao ili asiwaruhusu. Unaweza kusema hii ni kazi gani? Ni biashara aina gani? Lakini Mungu alifanya vile ili adhihirishe ukubwa wake kwamba ni mkuu kuliko miungu ya Wamisri. Hilo ni somo la wakati mwingine. Kwa hiyo kila upinzani unaopitia Mungu ameuruhusu, na ameruhusu kwa makusudi kamili ili kupitia changamoto hiyo yeye jina lake litukuzwe katika viwango vikubwa zaidi kwa kile ambacho Mungu anakwenda kufanya katika maisha yako. Nimekwambia kila upinzani, iwe ni kazini, iwe katika familia, iwe katika jamii, mahali popote, kila aina ya jambo lenye kukupinga katika maisha yako, usilichukulie kwa viwango vya kibinadamu, lichukulie katika viwango vya kimungu, na yamkini kupitia changamoto hiyo hiyo Mungu anakwenda kuinuliwa. Niliwaambia watu mahali fulani, umewahi kutafakari kuzaliwa kwa Musa? Musa anazaliwa katika wakati ambapo Farao ameshtuka kwamba wingu la mahali hapa kuna mtu atazaliwa, atakuja kuwa na nguvu, yamkini atawatakia wana wa Israeli uhuru wao, warudi katika nchi yao. Kwa hiyo Farao anaweka mkakati wa kuwaua watoto wote wa kiume wasisurvive. Kwa lugha nyingine anamtafuta Musa aliyekusudiwa katika kusudi hilo. Anawakamata watoto na wao mbalimbali. Mama yake Musa naye pia ndio muda wake wa kujifungua. Anajifungua mtoto wake Musa, anamtunza ndani kwa kumficha kwa muda wa miezi kadhaa. Inafika mahali haiwezekani tena kumficha. Mama yake Musa anamchukua Musa, anamtengenezea kitenga, kasafina kadogo, anamweka katika maji. Anamweka katika maji. Nakumbuka jina la Musa hakupewa na mama yake Musa, alipewa na Farao. Kwa sababu gani? Walimuokota majini. Anatupwa katika maji Musa. Binti za Farao wanakuja kuoga, wanamkuta mtoto kwenye kitenga, wanakaangalia, ni katoto ka kiume. Wanasema bila shaka haka ni miongoni mwa watoto wa Waebrania ambao baba yangu amesema wauawe kwa sababu miongoni mwao atakuja kuinuka mmoja, atakuja kuwakomboa watu wao. Lakini tukikaangalia haka hakawezi. Hakana uwezo. Wanakachukua kamusa, wanakapeleka nyumbani. Baba yao Farao anauliza, mnabeba nini? Hakuna katoto kwa Waebrania tumekaokota. Kajinsia gani? Kakiume. Singekaua. Sema tumekaangalia hakana impact yoyote. Hakawezi kufanya chochote. Wacha wakupime kwa viwango vya kibinadamu. Neema ya Mungu iliyo ndani yako ni kubwa, haiwezi kuonekana katika macho ya kibinadamu. Wanadamu watasema hauwezi. Unajua Musa akafika kwa Farao, Farao akamwangalia naye akasema kweli hakawezi. Kapeni uji kwanza, kapeni maziwa, kakalishwa, kakatunzwa, kakasomeshwa. Kumbe kule ndani ya jumba lile kanajifunza utawala. Bwana Yesu asifiwe. Mmepanga kumteketeza Musa, mnamtunza Musa. Watapanga kukuteketeza, wataweka ustawi juu yako kwa sababu yuko Mungu aliye zaidi ya nguvu ya adui yako. Sasa wengi tumekatishwa tamaa kwa sababu ya nguvu za upinzani. Kwa sababu watu kutunena vibaya. Umenenwa vibaya mpaka atakula haulikiwa kutaka kula unapoteza appetite. Why? Maneno yanakaa katika vinywa vya wanadamu, na kwa sababu kuna wanadamu wengine ndani yao kumejaa uchafu, hawawezi kuzungumza usafi hata siku moja. Kuna wakati nilikuwa nimesemwa sana, nimechafuliwa sana. Halafu nikamwambia Mungu, hii maana yake nini? Chafua kwenye magazeti, kwenye mitandao, kwenye nini? Nikasema sasa hivi hao nafikiri mimi siwezi kujibu.
Nataka nijipange sasa kwanza kujibu. Mungu akasema nyamaza kimya. Ukijibu wewe, mimi sitojibu tena, kwa sababu utakuwa umeamua kujitetea mwenyewe, kujipigania mwenyewe. Ninaiona vita yako. Nikamwambia kwa nini Mungu hao waseme hivi? Na sikutarajia waseme hivi. Akasema lazima waseme hivyo kwa sababu ndani yao hamuna kisafi. Ndani yao kumejaa uchafu, na kimjaacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo wewe cha msingi usifanye kama wao, toa kilicho ndani yako, usitoe kama wao. Sasa kuna mwingine kisajabu huko mahali unanisikiliza, ulikuwa unapanga tulikimaliza huu mfungo watanijua mie nani. Nimevumilia kwa muda mrefu kweli, lakini nikimaliza tu huu mfungo pale ofisini, pale darasani, pale katika fakati, watajua mimi ni nani. Huna haja ya kujitambulisha kwao. Yuko Mungu atakayekutambulisha katikati yao. Yuko Mungu. Watu watakukatisha tamaa, na usitembee kwamba watu wananena nini kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu mko mahali hapa mmenenea maneno magumu sana, na baadhi ya walionenea ni watu wa familia ambao walitarajia kwamba waweze kuwatia moyo. Usitaki kutiwa moyo na wanadamu, wao wenyewe hawana huo moyo. Mungu akikutia moyo na neno lake na Roho yake Mtakatifu inatosha. Songa mbele katika maisha yako. Kabisa. Upinzani upo. Niwaambia siku moja, sisi kama ni hapa niwapimie, wakati na anza kutaka kuingia katika huduma ya uchungaji, nilipingwa. Na leo nipinga wazee wa baraza. Tena wakasema kabisa kwenye kikao, sisi utaratibu lazima uanzie katika baraza ndio wakupitishe huyu anaweza kafaa vipi. Kwa hiyo wazee wakainuka wakasema huyu hafai. Sisi Anglican, hasa Anglican ya kwetu huko Pwani ni Anglo Catholic, ambayo traditions zake ziko more liturgical, ambayo kila kitu ni kwa kicho, kwa nyenyekevu na nini. Wakasema huyu mwana uamsho na fellowship huyu atatuharibia mpaka ibada zetu. Kwa hiyo huyu hafai kuwa mchungaji. Ikaenda, lakini mimi nikamwangalia Mungu, kwa sababu sikuitwa na wazee wa kanisa, niliitwa na Mungu. Nikamwambia Mungu, wewe kwa saa yako utafanya. Na kwa saa ya Mungu akaniinua nikawa mchungaji. Sasa nilipokuwa mchungaji nikapamba kwenye makanisa yale ambayo alisema huyu hawezi. Na maandiko yanasema adui zako watakuja kusujudu na kupiga magoti mbele zako. Sasa wewe unaweza kusema walipigaje magoti? Hata kama kibinadamu sisi Waanglikana kila Jumapili tuna ushirika mtakatifu. Kwa hiyo wakija madhabahuni kushiriki, wale ambao wanasema huyu hafai kwa mchungaji, wanakuja kupiga magoti mbele yangu hapa. Wakisema tutampigia magoti sakramenti, kwani kaibeba nani? Sinabeba mimi. Yaani nikifika nikijua huyu ndiye alisema huyu hawezi, tunamshirikisha kwa pozi. Mwili na damu ya Yesu Kristo vikulinde mwili na roho hata uzima wa milele. Mpigie Bwana Yesu makofi. Yuko anayeweza kuwainua watu ambao walinenwa vibaya, wakakatiwa tamaa. Mimi siwezi kujua kwa upande wako. Siwezi kujua kwa upande wako. Muda wangu umesogea sana. Nataka niseme kwamba leo najaribu kujenga foundation. Uone kwamba Mungu hakukuwazia mateso. Mungu hakukuwazia mabaya. Hapo ulipo sipo ulipopaswa kuwepo. Sipo. Yamkini wakati mwingine mko hapa una chuo, background yako ulotoka nayo ni ya mgogoro. Kwa lugha ya vijana nasema ya kuungaunga. Leo umefika chuo kikuu una struggle. Ukiangalia wengine wametoka katika familia zenye uwezo na vitu mbalimbali. Na kuna watu ambao wakifika wanataka kukatisha tamaa wenzao. Sababu mwenzangu umekuja chuo kikuu, lakini shule uliyosoma wewe ulizosoma za kuungaunga za primary, Kiingereza mwalimu mwenyewe kafeli. Alafu na wewe ndo una struggle. Achana hizi shule za sasa hivi za mabasi ya njano. Tulio wengi hatukusoma hizo. Sasa unakuja chuoni hapa unakutana na watu, yani Kiingereza, yani Kiswahili ndio kinamsumbua kuongea. Alafu ana sifa. Wewe mwenzangu una struggle. Alafu anakujia na matemi yale magumu yale. Hata kimwambia ni katika discussion unisaidie, anakuletea vitu vigumu ambavyo huwezi kuona mbele wala nyuma. Nafika mahali unakata tamaa. Hivi kweli mimi nitatoboa? Waacha kuangalia unachokiona hapo sasa. Wewe jione katika kiti cha graduation ukiwa katika ufaulu mkubwa, ufaulu mzuri, na katika Mungu inawezekana. Mungu hawezi kufikisha mahali hapa na asikupe neema ya kukuvusha. Najua hapa kuna watu ambao ninaongea nao ambao wamekata tamaa. Muda wote jisikia ni wanyonge. Leo hapa ushuhuda wanachuo wenzenu wa nyuma mahali hapa. Bado tuwe na kwenu. Mimi nimesoma shule za kuungaunga hizo. Sioni shida kusema. Shule zetu sisi tulizosoma Kiingereza, ukiokota neno moja hapa, la pili unaliokota wa Ubungo, la tatu unaliokota Manzese, la tano sijui wapi. Na mimi tangu nasoma primary, tangu nasar mpaka chuo kikuu, darasani siku zote nakaa benchi la nyuma kabisa. Ukitaka nisielewe nikae hapa. Nimeanza kukaa huku mbele baada ya majukumu ya uongozi. Na walimu kama mko mahali hapa, tunaokaa benchi la nyuma msidhani kama hatuna akili. Tuna akili timamu. Backbenchers kama mpo tunyosheni mikono mahali hapa. Yes.
Hongereni. Kwa mimi muda wote benchi langu ni la nyuma kabisa. Na ni wale aina ya watu ambao hata kama mada au kitu kinafundishwa na mwalimu nakifahamu, sipendi mwalimu aniulize, hey, wewe una mchango gani? Nikwambia nina mchango. Yaani sitaki kuulizwa. Sio muongeaji. Usione hapa naongea hivi, hii ni neema ya Mungu tu. Mimi nilikuwa kikaa watu hata 6 siwezi kuongea, nina aibu. Hata hapa na struggle. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mazingira ya kukua katika hali kama hiyo, nimekwenda nikapata neema ya kwenda kufanya masomo ya masters Marekani ya theology. Sasa unafika Marekani, wao kwanza Kiingereza cha Marekani kilivyo, wewe unajua. Unajua wewe umeweza kusema water, water. Umeweza kusema computer, computer. Mwalimu anaingia darasani. Sikwambia hadithi. Anaingia darasani, anapiga lecture. Yaani saa nzima, saa na nusu unamtafuta, hujui anazungumza nini. Hapa kuna watu wananielewa, wengine hawanielewi. Lakini nao watu wangu wanaonielewa. Anapiga lecture mwalimu saa nzima. Tena afadhali huko wakati mwingine mwalimu anaweza akachomekea kidogo na Kiswahili. Yaani Marekani. Sasa unajua nafika mahali anazungumza kitu cha kuchekesha, darasa zima linacheka, wewe hujui unacheka nini, inabidi ucheke wa support usikushtukie. Huko tulikotoka huko wengine. Unajua imekwenda hivyo, ninarudi nikitoka darasani naambia mwalimu, naambia Mungu, umeleta Marekani kuja kuadhirika. Hii maana yake nini? Hii si ni aibu. Huko wenzangu wa Tanzania unajua Jackson yuko masomoni tena Marekani, wangejua taabu ninayoipata huko. Nikawa angalia ni bora nisingechaguliwa katika hilo. Nazungumza haya kwa nini? Inawezekana sio habari ya lugha, sio habari ya darasani, lakini kuna mwingine, kuna ofisi umewekwa, ukijiangalia kana kwamba hutoshi, wewe hutoshi, lakini yuko Mungu aliyotoshelevu wako atakayeweza uweze kufiti katika mahali ulipo. Usikate tamaa. Unajua nikakata tamaa. Nimekaa chumbani, Mungu akaniambia, sikiliza Jackson, nimekuleta mahali hapa niko na makusudi. Mimi nitasimama na wewe na nitafanya, ili baada ya kufanya ujue sio wewe bali ni mimi Mungu nilifanya kwa ajili yako na nina kusudi kwa ajili yako. Nikazidi kushuka mbele za Mungu. Nikaendelea. Nakumbuka mwalimu mmoja systematic theology. Sema hivyo Badanja ananifahamu ndio anafanya theology. Ni moja masomo magumu. Tupa assignment tufanye. Ushaye kufanya assignment unaandika introduction na kuja katika main body kwenye conclusion, alafu hukumbuki introduction ulianzaje. Kwa sababu swali linakuchanganya. Unaandika hivi. Unafika una submit online kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na click unamwambia Mungu pambana nao. Nakumbuka siku moja baada ya wiki 2 profesa ametenda ndio mkuu wa chuo. Muda wa Alhamisi tunakuwa na lunch ya pamoja walimu na wanafunzi. Kwa tunakwenda katika ukumbi wa lunch. Natoka kwenye corridor ya madarasani na kukutana na yule profesa hapo. Anasema, Jackson, how are you? Fine, hiyo sio shida. Fine. Akaendelea tena kidogo. Mambo kadhaa. Lakini kubwa akanizungumzisha kwamba nimesahisha pepa yako. Nikasema sasa, moyoni nikasema, tungesubiri tule kwanza tumalize. Angalau ndio niletee hizo habari za matatizo haya. Akasema, darasani Jackson wewe huongei, unakaa kule nyuma kimya kabisa hivi hivi. Wala yani ni mtu mkimya sana. Nikamwambia ni kweli nipo hivyo. Sasa okay. Lakini message pepa yako nimeshangaa. Umepata A? Nikamwambia of course. Actually ninajifahamu katika yani nikaanza kupata kichwa na kusema hivyo. Nataka nikwambie, wacha wakuweke katika level wanayokuweka, watakuja kuappreciate katika matokeo yako, kwa sababu yuko Mungu atakayefanya kwa ajili yako. Yupo Mungu atakayefanya kwa ajili yako. Sitaki ujione mnyonge. Na tunamaliza chuo mahali pale miaka 2 kwa ile masters. Natoka pale katika wanafunzi waliopata award ni 2 na mmoja wapo ni mimi ninaongea mahali hapa. Si mimi bali Bwana alitenda. Neema iliyoko ndani yako. Ninaguswa ndani yangu hapa kuna watu ambao mmejidharau vya kutosha. Kuna watu mmejiona kama hamfai ndani ya familia, ndani ya jamii. Mmesemwa maneno magumu sana. Mmekata tamaa. Usijipime, usijiangalie kwa kiwango cha wanaokuzunguka. Jiangalie neema ya Mungu. Neema maana yake nini? Tunastahilishwa pasipo kustahili. Si kwa nguvu zetu, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu.
ingawa tunaenenda katika jinsi ya mwili, hatufanyi vita katika jinsi ya mwili, kwa maana silaha zetu zina nguvu katika roho, tukiangusha kila ngome, tukiteka kila nyara, vipate kumtii Kristo. Tuko mahali hapa katika maombi ya jioni siku ya leo. Leo nimejenga msingi tu kidogo tu. Kuna mahali ambapo nataka nielekee, hatuwezi nitaanza kuzigusa kesho, lakini leo nitaka katika perceptions za akili yetu tuone wazi kwamba hatuishi kwa ufahamu wetu wala kwa viwango vya ufahamu wa watu wengine juu yetu, bali kwa neema na kusudi la Mungu lililowekwa ndani yetu. Ninazungumza hayo, mimi ni ushuhuda unaoishi. Jackson katika umri huu kuwa askofu kwangu sio kitu kidogo, sio kitu cha kawaida. Na kwa nchi ya Tanzania kuwa askofu Dar es Salaam maana yake nini? Ni zaidi katika hali ya kawaida. Na sasa hivi na mwaka wa 7 naelekea mwaka wa 8 katika askofu. Kwa nikiangalia sehemu niliyokulia katika maisha yangu, mimi nimekulia Pemba. Kanisa ambalo nilikuwa na sali tangu darasa la kwanza mpaka nafika sekondari, tukifika waumini wengi ni 10 au 15. Kuna siku tunasali watu 6 watu 7. Nani angejua katika mazingira hayo angetoka askofu? Lakini Mungu alijua. Haijalishi umetokea katika mazingira gani. Umetokea katika familia ambayo hata katika ramani ya jamii inayokuzunguka haipo. Uache isiwepo kwa jamii, lakini iko katika ramani ya Mungu katika maisha yako. Usikate tamaa. Umeumbwa kwa ajili ya kumiliki. Umeumbwa kwa ajili ya kuteka vilivyoondoka ndani yetu. Simame kwa miguu yetu. Mstari tunaosimamia katika maombi ni mstari ambao Baba Lubadanje ameuzungumza. Amezungumza mstari wa kitabu cha Kutoka. Kwa niangalie hapa kidogo. Amezungumza Kutoka 33 aya ya 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Angalia maisha yako ni katika maeneo gani? Ukiyatafakari tu, amani inatoweka. Hauoni sababu ya kuumbwa kwako. Unajikatia tamaa, unajichukia, unajikataa wewe mwenyewe. Si mapenzi ya Mungu pite katika hali hii. Lakini katika Mwanzo 39 aya 3, andiko nasema, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Sasa muda huu kwa siku ya Jumatano, tunamshukuru Mungu kwa kutulinda katika nusu ya mwaka ambao tumeweza kufika hata sasa. Mungu amesimama nasi, Mungu ametupigania, Mungu ametushindia katika mengi. Wako watu ambao hawakutarajia kama tungefika mahali tulipoweza kufika. Wapo watu mshatangaziwa mauti, lakini leo mmesimama. Sipendi kusema hili, lakini niseme kwangu mimi tangu Novemba nimekuwa nikiugua katika hali ambayo nishakatiwa tamaa kabisa. Alikuja siku moja mchungaji ofisini akanikuta katika struggle zangu, na wakati huo tunaongea habari ya seminar. Nikamwambia ninaamini kwa neema ya Mungu, acha ratiba ikae hivi, zikifika hizo tarehe Mungu ataniinua, nitasimama na nitasema. Na leo niko mahali hapa nasema. Kama unaingia katika magrupu ya watu wengine utakuta ya Anglikana, utakuta kuna watu waliandika vitu vingi katika mitandao. Vitu vingi sana. Fika mahali hata kutoa ibada sikuwa naweza, kuongoza misa, kuhubiri sikuweza. Lakini nilijua jambo moja tu, yuko Mungu atakayesimama nami. Na Mungu akawafungulia watu wengi tu waniombee, waseme na mimi. Mungu amenivusha, niko mahali hapa. Anasema siku zote sitakufa, nitasimulia mapenzi ya Mungu na makusudi. Sasa neema ya Mungu ile ndani yetu ni kubwa. Kwa inawezekana kuna mtu ananifuatilia online sahihi, umekata tamaa na mengi yanazungumza juu yako. Siangalie watu wanasema nini kwa ajili yako. Angalia neema ya Mungu iliyo juu. Yuko Mungu atakayeweza kukupa raha na kukuinua kwa upya katika maisha yako. Haijalishi maeneo gani umepoteza. Lakini pia tuambia Mungu atusamehe. Yamkini tulipokuwa na nguvu, tukiendelea kuwa na nguvu, yako mambo tutakiwa tufanye wajibu wa Mungu, kusudi la Mungu katika maisha yetu hatujafanya.
tumekuwa na excuses nyingi. Hiyo ndio kawaida yetu. Unajua niko busy na hiki, niko busy na hiki. Kuna watu wanaangamia ambao walihitaji neno lako tu la faraja ili kupitia wewe waweze kuinuliwa, lakini kwako wewe ukajali ya kwako zaidi kuliko kujali nafsi za watu wengine, kuliko kujali huduma ya kanisa la Mungu. Zungumza kesho na kuendelea mbele. Hata maombi tunayoomba mara nyingi yamekuwa ni maombi ya kibinafsi na kumkomandi Mungu, lakini si maombi ya kugusa haja za watu wengine au nia ya Mungu juu ya jamii inayotuzunguka. Sasa Mungu anisaidie, Mungu akusaidie. Tuone kwamba kuna wajibu gani tunapaswa kufanya lakini hatukufanya. Na yamkini kwa kutokufanya wewe, kutokufanya mimi, iko nafsi imeangamia. Ziko nafsi zimeendelea kuangamia. Na wakati huo bado unataka Mungu aendelee kuwa mwema kwako, wakati wewe katika neema uliopewa ndani yako umeshindwa kufanyika baraka kwa wengine. Nimeshindwa kufanyika baraka kwa wengine. Kipimo cha Mungu kwetu si kuangalia wewe tu, lakini katika kuliangalia kusudi lake ndani yako, na hasa katika kufikia wengine. Niliwaambia watu mahali fulani, nimekaa katika maisha ya chuo. Kuna mwingine anaweza kuwa mtu mwana maombi mzuri sana, lakini vitabu vikiwa kwa library, akishafanyia assignment yeye anakificha, wengine asione. And you think kwamba ni sawa tu na kihifadhi hapa. Kama wangehifadhi kabla yako, wewe ungekipata. Hatuko tayari kusaidia wengine. Na maisha ya chuo hatusomi kushindana na mwingine, tunasoma kutimiza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu na neema ambayo Mungu anakotupeleka ni wapi. Kwa kila mmoja lazima amsaidie mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza hili sijui kwa nini, lakini najua kuna nafsi ambazo Mungu anataka niseme nazo katika wakati huu. Lakini mwisho tutaangalia basi Mungu atusaidie. Kama tulishindwa kufanya, Mungu atupe neema ya kufanya kile ambacho hatukufanya katika wakati aliotuhakikishia tuweze kuishi. Naomba tuimbe chorus ambayo nilikuwa nimeanza kuimba. Praise and worship team wanisaidie. Naanza hakuna kama wewe. Na kama mlifanya mazoezi hamkufanya, neema ya Mungu ipo. Popote tuongoze. Kama wewe hakuna popote, una mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ila ni kwa Roho Mtakatifu. si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. tena nguvu za giza
Tunakwenda kumshukuru Mungu katika awamu hii ya kwanza kwa mengi ambayo Mungu ametenda katika maisha yetu. Ametupigania katika yaliyo mengi. Nafsi yako ni shuhuda katika mengi ambayo Mungu ametenda kwako. Ametenda katika familia yako, ametenda kwa watoto wako, amekuepusha na hatari nyingi na mitego mingi. Kamba za mauti zilipokuzunguka, ulipolita jina la Bwana, Bwana akaweza kukuokoa. Mungu akasema na wewe katika yaliyo mengi. Nafsi yako ikadhihirishe na kuadhimisha ukuu wa Mungu aliofanya katika maisha yako. Twende mbele za Mungu kumwambia Mungu asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tuna asante nyingi mbele za uso wako. Asante kwa sababu Bwana uaminifu wako ni mkubwa. Uaminifu wako Bwana ni mkuu, kwa maana Jehova wewe Bwana fadhili zako ni za milele. Tutakuadhimisha Bwana, kwa maana ni Mungu unayetenda mambo yaliyo makuu. Adui zetu waliposimama kinyume chetu ili kutaka kutuangamiza, neema yako Bwana ilisimama nasi ikipingana na kazi yote ya adui. Asante Bwana kwa ajili ya baraka zako za kipekee. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya kijana huyu, kwa maana Mungu wa mbinguni, pale tuliposhindwa, akili zetu zilipopoteza matunda, tulipochoka, tulipokata tamaa, wewe Bwana hukuchoka, wewe Bwana hukuzimia, bali Mungu ulikuwa msaada wetu, umekuwa nguvu yetu, umetupigania Bwana katika afya zetu, katika familia, katika kuingia kwetu, katika kutoka kwetu. Si kwa sababu ya wema wetu, si kwa sababu ya haki yetu, bali Mungu ni kwa sababu ya neema yako, ni kwa sababu ya upendo wako, ni kwa sababu ya fadhili zako ambazo Bwana zadumu milele, ni kwa sababu Bwana ya fadhili zako ambazo Jehova zadumu kizazi hata kizazi. Asante Bwana. Umempigania mama huyu kazini kwake, umempigania baba huyu kazini kwake, umewapigania vijana hawa Jehova katika masomo yao, umewasaidia Jehova kwa Roho wako Mtakatifu. Waliochoka, waliokata tamaa, waliozimia, Roho Mtakatifu umekwenda kwa nguvu yao. Uhimidiwe Jehova, utukuzwe wewe Bwana. Pokea sifa, pokea heshima Bwana, pokea utukufu, kwa maana peke yako Bwana unastahili. Endelea kumpa Mungu sifa, endelea kumwadhimisha Mungu, endelea kumwambia Mungu asante. Mungu anapendezwa na wale wote wenye moyo wa kushukuru, wenye moyo wa kuappreciate katika kile ambacho Mungu ametenda kwao. Mwambie Mungu asante, kwa maana kama sio Bwana, Israeli na aseme sasa, kama sio Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Adui zetu walipotamalaki, walipodhani ya kwamba wametushinda, wewe Mungu umekuwa ushindi wetu, kwa maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali katika Roho Mtakatifu. Jehova, uhimidiwe peke yako, utukuzwe peke yako. Nguvu ya msalaba, nguvu ya neema yako Bwana imetosha kwetu, imetosha kwetu, kwa maana Bwana tulipokuwa hatutoshi, we Mungu umekuwa utoshelevu wetu, we Mungu umekuwa msaada wetu. Umetufuta aibu Bwana, umetufuta aibu Bwana, umetufuta aibu Bwana, umewaibisha adui zetu Jehova. Oh Mungu mtakatifu, ushukuriwe peke yako Bwana, uadhimishwe peke yako Bwana. Unastahili Jehova, unastahili sifa, unastahili peke yako Bwana. We Mungu tendaye mambo yaliyo makuu yasiyotazamwa katika macho ya damu na nyama. Jehova Bwana, utukuzwe kwa uponyaji wako. Umemponya mama yule, umemponya baba yule, umemponya kijana yule Jehova. Umemuinua mfalme, umetenda kwa jinsi ya ajabu, umebariki huduma za watoto wako Bwana. Asante we Mungu mwema, asante ule mwenye haki, asante ule mwenye upendo, asante kwa baraka zako. Asante Jehova, tusipokushukuru wewe Bwana, hakuna mwingine anayestahili kushukuriwa. Tusiposema asante kwako Jehova, hakuna mwingine anayepaswa kupokea utukufu huu. Wastahili wewe peke yako Bwana. Tunaungana Bwana na wazee 24 wenye kutupa taji zao mbele ya kiti cha enzi, wakisema astahili Bwana, wastahili Mfalme kupokea utukufu. Uadhimishwe Jehova, utukuzwe Bwana. Asante Jehova, pokea sifa hizi Bwana,
Pokea sifa hizi Jehova, pokea sifa hizi Bwana, pokea maadhimisho haya Bwana. Umestahili peke yako Bwana. Kama sio wewe Bwana uliowaponya watoto wako katika ajali, ulioponya watoto wako Bwana katika maangamizi, Israeli na aseme sasa, Israeli na aseme sasa. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana. Asante Jehova. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu, akaingia gharama, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Yesu alilipa deni kwa gharama. Yesu alilipa kwa gharama. Ninaimba Anasema katika Isaya, mkono wa Bwana haukupungua wala sikio lake si zito hata Bwana ashinde kuokoa, lakini maovu yetu yametufarakanisha na Mungu wetu hata hataki kusikia. Mungu atupe neema katika wakati huu, atupe macho ya rohoni katika Roho Mtakatifu, tuweze kuomba msamaha kwake, kwa sababu neema ya kutustahilisha kupitia mauti ya Yesu msalabani bado ipo kwetu, ili tupate ujasiri wa kupaingia patakatifu na tuweze kuwa na uwezo wa kuendelea kuwa wana wake, kuweza kutawala, kuweza kustawi. Nafsi yako idhihirishwe na Mungu, eneo la kutengeneza na Mungu, na hasa katika mambo ambayo tulipaswa tutekeleze wajibu lakini hatukutekeleza wajibu. Tuimbe korasi tena kwa kifupi, alafu tuingie katika maombi ya kuomba utakaso. Na baada ya kuomba utakaso hatakuwa na break. Endelea moja kwa moja, omba Mungu akupe neema ya kufanya na kujua yale unayopaswa kufanya katika muda ambao Mungu amekupa neema ya kuweza kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Alinipenda Yesu akaingia gharama, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu,
za uso wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunazidi Bwana kusogea mbele ya madhabahu yako. Tunashuka Bwana katika msalaba wa Kristo, ambao Bwana katika huo tuwapo dhaifu tunaweza kutiwa nguvu, tukiomba Bwana rehema zako, kwa maana wewe Bwana kama ungehesabu maovu, ni nani Bwana ambaye angeweza kusimama? Tazama Jehova, nafsi zetu zinashuhudiwa katika maeneo yaliyo mengi, tuliopaswa kutimiza mambo mbalimbali ya wajibu ambayo Jehova umeweka kusudi lako ndani yetu. Lakini upo wakati Bwana, nafsi zetu zimekuwa kizuizi na kikwazo kwa wengine Bwana kufikiwa na neema yako Jehova. Tumejitanguliza wenyewe kuliko kutanguliza wengine. Tumetanguliza makusudi yetu kuliko Bwana mapenzi yako Jehova. Tunasogea mbele za uso wako Bwana hata sasa. Tunaomba rehema zako, tunaomba msamaha wako, tunaomba utakaso wako, tunaomba Bwana kuhurumiwa. Ni kwa huruma zako Bwana hatuangamii, ni kwa huruma zako Jehova tunaweza kupata ujasiri wa kusogea patakatifu pako. Katika jina la Yesu, Mungu tunaendelea kulitia jina lako. Asante kwa sababu kwa rehema zako, kwa neema yako tuko hapa. Kwa neema yako umetufikisha leo, tunakutukuza. Asante kwa sababu damu yako Yesu inanena mema. Damu yako Yesu inanena mema katikati ya kila mmoja wetu. Baba, asante kwa sababu wewe Mungu mwaminifu na wa kweli. Tunasema asante. Asante kwa mkono wako, asante kwa uweza wako. Baba, tunakuja kwako, tunaomba Bwana kwa neema yako utupe neema hiyo, uiachilie neema hiyo, ili tukaweze kutembea katika kusudi lako, tukaweze kutembea katika mapenzi yako, tukaweze kutembea na kufanya kile ulichokusudia ndani yetu. Baba, asante kwa sababu wewe Mungu ambaye Bwana umeahidi utakuwa pamoja nasi. Maana Bwana, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi latoka kwako. Kwa hivyo Mungu, tunatamani kutenda yaliyo mapenzi yako. Tunatamani kufanya hatua zilizohakikishwa na wewe. Baba, asante kwa sababu bila wewe hatuwezi. Jioni ya leo, siku ya leo tunakuja kwako, tunaomba neema yako, tutembeze katika kusudi lako. Tupe neema ya kutenda yaliyo mapenzi yako katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu uliye hai, uwezaye kututia nguvu. Wewe ni Mungu uliye hai, uwezaye kutushika mkono wako. Baba, dhihirika. Baba, onekana. Baba, jifunue. Neema yako Bwana ikawe pamoja nasi. Baba, tunakutukuza na kukuinua. Sante kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Sante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Sante kwa sababu baba huyu, mama huyu, mtoto huyu, mwanafunzi huyu, mfanya biashara huyu, mwanandoa huyu, Mungu unakwenda kudhihirika na kuonekana juu yake kwa namna ya kipekee. Sante kwa sababu liko jambo, liko tumaini, iko neema unayoiachilia Bwana katika majira haya, kwamba tutatembea katika kusudi lako katika jina lako Yesu. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunakuinua, tunakutukuza Bwana. Asante kwa sababu hakuna kama wewe. Tunalibariki jina lako, tunakutukuza Mungu uliye hai. Peke yako ni wewe Bwana. Baba, twakushukuru na kusema asante. Baba, asante. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Utakapo ondoka mahali hapa, endelea kutafakari katika Mungu. Endelea kutafakari wema na baraka za Mungu zilizotenda kwako. Mara nyingi shetani anatuonyesha yale ambayo yamepungua, yale ambayo yanatupinga, lakini nafsi zetu hazipati nafasi ya kutafakari wema wa Mungu uliokuwa upande wetu katika wakati wote, katikati ya changamoto na shida mbalimbali. Lakini pia mwambie Mungu akupe neema, anipe neema, niweze kujua jinsi ya kutembea kwa hekima na busara katika makusudi yake katika muda aliotupa. Nilikuwa Dodoma juzi na kuna ndugu ambaye ni rafiki yangu mkubwa tu, na nilipanga nikitoka Dodoma tuje tukutane tuongee. Nilikuwa Dodoma, ghafla napigiwa simu, amefariki.
Kwa nilikuwa na kazi ya kuzika siku ya Jumanne. Na nikasema huyu mtu alikuwa ana mipango yake na mambo mbalimbali. Sisi wengine tumepata uwepo kuishi mpaka sasa. Nikasema naweza tukawaza, je, huyu alifariki hapa, je, ni kwamba yeye ni mwovu sana? Nikasema sio kweli. Yamkini watu wanasema wema wanaondoka, wabaya tunabaki. Tunabaki kwa nini? Kuyakamilisha yale ambayo tulipaswa kukamilisha kwa ajili ya utukufu. Kwa kubakia kwangu, uhai wangu ndio nao, sio jambo la take for granted, bali nitafute neema ya Mungu. Mungu, unataka nifanye nini? Mungu, ninaishije pasipo kuishi kwa hasara katika muda uliobaki? Tusiishi tu kana kwamba tumeishi tu, tumekuwepo. Lakini muombe Mungu, kaa katika kutafakari. Mungu, nataka mwaka huu unavyoishi, tuko Juni, kipi unataka mimi Mungu nikamilishe kwa ajili ya utukufu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitulia na Mungu, Mungu wetu anasema kuliko shetani anavyoongea katika maisha. Mungu atasema na sisi, Mungu atakuongoza. Kesho itaanza na mstari wa Nyakati wa Pili 7:14. Kwa maana sema, watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni na kuponya nchi yao. Kwa nitazungumza nini maombi, nini ambacho sio maombi, lakini pia nitaanza kutembea katika kuangalia mambo ya kuzingatia, ya kufanya ili maisha yako yakae katika ustawi ambao Mungu amekusudia katika maisha yako. Tunaishi katika ulimwengu ambao sasa mafundisho yamekuwa ni mengi. Kuna watu wanahubiri vitu kwa hisia zao, kwa interest zao, hata sio msingi wa kibiblia. Lakini Mungu Roho Mtakatifu atupe neema ya kuweza kupita katika misingi ya kibiblia, ya neno lake, ya mambo, ya hatua ambazo tunapaswa kuzifahamu na kutembea katika hizo, ili popote ulipo Mungu aliye Roho aungane na roho yako, akufikishe katika ustawi, uone raha katika uwepo wake. Mungu awabariki.